Bwana Yesu asifiwe. Bado tunaendelea na ile topic ambayo nilikuwa nimeianzisha kuhusiana na aina za uchawi, na nadhani nimefikia kwenye ile season 9 kama sio season 10, na kwenye hii season ningependa nifundishe kuhusiana na aina tofauti tofauti za uchawi ambazo zimetumika na watu kwa sababu ya kutokujua wakafungwa na ule uchawi. Ningependa nianze na aina ya kwanza uchawi ambao ni uchawi wa elimu ama elimu ya kichawi. Kuna elimu mingi ambazo tukiwa hapa duniani huwa tunazipokea, lakini unafaa uelewe kwamba sio kila elimu ambayo ni kifunguo cha maisha. Elimu nyingine ambayo utaipokea itakuwa ni kifungo cha maisha. Mtu hawezi kuwa tofauti na ile elimu ambayo ameipokea. Yule jabazi ambaye unamuona ni jabazi sungu, anaimbia watu, anapora watu, anachinja watu, ujue kwamba yuko hivyo kwa sababu ya elimu ambayo aliipokea. Maana elimu huwa inabadilisha mtazamo wa mtu. Unaanza kuona vitu kwa macho mengine tofauti ama kwa mtazamo tofauti. Yule kahaba ama yule chokora ambaye unaona kwamba anakaa barabarani, anafanya kazi lakini hajawahi kufanikiwa, bado ni mchafu, ujue yule mtu amekuwa hivyo kwa sababu ya yule mtu alikutana naye akampea ile elimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 21 na mstari wa 27, maandiko yanasema kwamba ama yanaongelea kuhusiana na Paulo. Paulo alipokuwa anafundisha, kati ya vitu zile ambazo zilikuwa challenge kwake ama sababu yake ya kupigwa vita sana Paulo, ilikuwa ni kwa sababu ya ile elimu alikuwa anaitoa. Maana ile elimu Wayahudi walikuwa wanasema kwamba itabadilisha watu. Lakini pia ukiangalia Yesu, kati ya sababu ambayo ilifanya asulubiwe kwenye kile kitabu cha Mathayo mlango wa 26 na mstari wa 59 mpaka 65, kati ya sababu ambazo zilifanya Yesu asulubiwe ni kwa sababu ya ile elimu ambayo alikuwa anaitoa. Anasema kwamba naweza nikaharibu hekalu lakini nikaitengeneza kwa baada ya siku 3, kwa sababu ya watu kutokuelewa neno hekalu hapa ni nini, ya kwamba ni mwili wake. Wale watu wakawa, kwa sababu ya kutokuelewa, wakawa na ugomvi na mafundisho ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Elimu inaweza ikambadilisha mtu akawa mtu wa maana, ama elimu inaweza ikamfanya mtu akawa mtu wa ovyo. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Danieli mlango wa 1 na mstari wa 3 mpaka wa 4, Danieli walipochukuliwa mateka na mfalme Nebukadneza, walienda kufundishwa elimu ya Kikalidayo. Tunapoongelea kuhusiana na elimu ya Kikalidayo, usikonfuse na lugha ya Kikalidayo. Elimu inahusisha mila na tamaduni na namna ya vile ambavyo wanafanyanga ndio wapate pesa, na ile elimu ilikuwa inatolewa na wachawi na waganga. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile elimu ilikuwa inatolewa na wachawi, waganga, wasihiri. Maana kwenye ufalme wa Nebukadneza alikuwa na watu wote hao, alikuwa ameweka kwenye ufalme wake, na ndio walikuwa wanamsaidia kujua afanye nini ndio afanikiwe katika ufalme wake ama aongoze watu. Sasa ile elimu waganga na wachawi na wasihiri wakawa ndio wanafundisha watu wakifika kwenye nchi ya Wakalidayo ama nchi ya Babeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Warumi mlango wa 12 na mstari wa 2, maandiko yasema msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu na ya ukamilifu. Kwa nini maandiko yanasema tusifuatishe namna ya dunia hii? Maana system za hii dunia zitamtaka mtu amke asubuhi kwenda kutafuta kazi, lakini system ya mbinguni ama elimu ya mbinguni itamtaka mtu autafute ufalme wa Mungu kwanza,
ndio baadaye hizo vitu ambazo anaenda kuzitafutanga apate kuzidishiwa ama zianze kumfuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo anasema usifuatishe namna ya dunia hii, maana anajua kwamba kwenye hii dunia yule ambaye ni mungu wa hii dunia ni Shetani. Kuna mahali ambapo Paulo anasema ya kwamba ambao ndani yao mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao. Sasa Shetani akiwa ndiye mungu wa dunia hii, kile ambacho anakifanya kwenye hii dunia, kuna elimu ambao ameitengeneza na system za hii dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio watu wakuwa wanafuata ile system ili wafanikiwe. Sasa mtu ambaye amejaza nia yake ama storage party ya mwanadamu ameijaza na system ya hii dunia, ujue kwamba Mungu hawezi akamfanikisha kwa system ya mbinguni. Ndio maana Paulo anamwambia mgeuzwe ama mdelete ile nia yenu, ile storage party yenu kama wanadamu, kile ambacho umepokea kwa ulimwengu, ile system ambayo mko nao ya hii ulimwengu, mpate kuidelete ile. Mungu sasa aanze kuwapea system za mbinguni za vile ambavyo mtu atafanikiwa. Ndio maana utaona kwamba watu wengi ambao wameandikwa kwenye Biblia walikuwa wamefanikiwa sana, watu kama Ibrahim, kama Ayubu, watu wengi tu kwenye Biblia, lakini ukiangalia kuna mahali walienda kusomea kwenye chuo. Leo hii ulimwengu unatuaminisha kwamba lazima mtu aende shuleni asome ndio afanikiwe, lakini ukashangaa kwamba wale walimu ambao wanatusomesha kule shule wao wenyewe ni maskini. Sasa itawezekanaje mtu ambaye hajaenda Kanaani akuelekeze njia ya kwenda Kanaani? Haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Dunia inakutaka ufuatishe namna fulani ndio ufanikiwe. Iko na elimu yake, na yule ambaye anayefundisha ni Shetani. Ndio maana watu wanasema kwamba asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu. Maana wanajua kwamba ukikosa kufunzwa na mama yako, ulimwengu lazima utakufundisha, maana kuna masomo ambayo utakuwa umeyakosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Mathayo mlango wa 6 na mstari wa 33, maandiko yasema utafuteni ufalme wa Mungu kwanza na haki zake, na mengine mtazidishiwa. System ya mbinguni na kutaka utafute ufalme wa Mungu, ndio hizo vitu zingine zije kama za ziada kwenye maisha yako. Ukisoma pia kwenye kile kitabu cha Danieli mlango wa 1 na mstari wa 17, baada ya Danieli, Meshach, Shadrach na Abednego kukataa kufuatisha baadhi ya elimu, maandiko yasema ya kwamba walionekana kuwa bora kuliko wale ambao walifuatisha elimu ya Kikaridayo, wakala chakula cha kile ambacho kilikuwa kinatakiwa kule na vitu zingine. Sasa huo ni uchawi wa elimu ya kichawi, na nimesema kwamba kuna watu wengi ambao maisha yao leo hii tunapoongea hayawaendei vizuri kwa sababu ya ile elimu ambayo wameipokea, kwa sababu ya yule mtu ambaye ulikutana naye siku ya kwanza wakati ule ulipotoka shule ya kawaida ya silabasi. Yule mtu uliyekutana naye akakuambia kwamba lazima uende utafute kazi uajiriwe. Yule mtu ambaye ulikutana naye akakuambia enda uanzishe biashara. Kuna uwezekano failure yako ilitokea kwa huyo mtu, maana kile alikufundisha ndio kile ambacho uko leo, ama hauwezi ukawa tofauti na kile ambacho umefundishwa. Ndio maana Mungu akiwa anaelewa mambo kama yale, ya kwamba kuna watu ambao wamefungwa na elimu ya kichawi, kuna watu wamefungwa na elimu ya hapa duniani, kuna watu ambao hawajafanikiwa kwa sababu ya ile elimu ambayo wameipokea. Kuna maandiko kwenye kile kitabu cha Yohana mlango wa 8 na mstari wa 32, maandiko yasema utaujua ukweli, nayo hiyo kweli itakuweka huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Elimu sio elimu tu. Heri mtu ambaye ana ufahamu kabisa ama hajafundishwa kabisa. Yule mtu ni wa maana sana, maana anaweza akafundishwa kitu kikambadilisha. Lakini mtu ambaye amefundishwa kitu ambacho sio sahihi, yule mtu ni hatari kuliko hatari yenyewe. Maana kuja kumbadilisha umfundishe ukweli wenyewe, yule mtu utafanya kazi kubwa sana. Hasa wale watu ambao walifundishwa elimu ya kichawi, elimu ambao nyuma yake kulikuwa na spirit ya kishetani ambayo ilikuwa inaangiza yale masomo kwenye akili zao. Wale watu kuwabadilisha sio rahisi vile.
Kwa hivyo elimu ya kichawi ni uchawi.